Hello ndugu mtazamaji, karibu katika kipindi cha Gavoo News. Ninayekuletea habari hizi ni mimi Zulfa Rashidi, na tukianza kwenye habari za ndani. Mwanafunzi wa darasa la 3 katika shule ya msingi Tumsime iliyopo kata ya Kashasha, tarafa ya Nshamba, wilaya ya Muleba, mkoani Kagera, anayejulikana kwa jina la Janet Mbegaya mwenye umri wa miaka 7 amefariki dunia akidaiwa kufanyiwa ukatili wa kijinsia. Hata hivyo, polisi aliyekuwa anasimamia kesi hiyo amethibitisha kuwa mtoto huyo hakufa kwa tatizo hilo bali ni kupungukiwa kwa damu na maji mengi mwilini. Aidha, mtoto huyo aligundulika akiwa anaingiliwa kimwili na mtoto mwenzie mwenye umri wa miaka 8 ambaye walikuwa wanataniana kwa kuitana majina ya mke wangu na mme wangu. Ila polisi imethibitisha kuwa hiyo sio sababu ya kifo cha mtoto huyo bali ni kupungukiwa kwa damu na maji mengi mwilini. Hivyo polisi imeitaka familia kutoleta mtafaruku wowote ikiwa kesi bado inafanywa upelelezi. Wanandugu wawili wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam wakikabiliwa na shtaka moja la kumuua kwa kukusudia ndugu Regina Chaula na kumtupa kwenye shimo la maji taka ndani ya nyumba yake. Fredi na Bashiri walikamatwa na jeshi la polisi kwa tuhuma ya kumuua dada yao Regina wakati akiwa kwenye harakati za kufuatilia kesi zake za madai zilizopo katika mahakama kuu ya jiji la Dar es Salaam. Hata hivyo, jeshi la polisi ilidai kuwa Januari 18, 2025 askari walifika nyumbani kwa mama huyo na kubomoa shimo la maji taka na kutoa mwili wa Regina, na hiyo ni baada ya kutilia shaka shimo hilo ambalo lilikuwa limejengewa. Aidha, watuhumiwa wanaoshtakiwa na kesi hiyo ni mkulima wa Bagamoyo Fredi Chaula ambaye ana umri wa miaka 56 na dereva wa bodaboda mkazi wa Tegeta Bashiri Chaula mwenye umri wa miaka 39. Na tukihamia nchini Kongo, hali ya mashariki kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC inaendelea kuwa mbaya, huku serikali ikitangaza zawadi ya dola milioni 5 sawa na bilioni 13 za Kitanzania kwa yeyote atakayesaidia kuwakamata viongozi watatu wa kundi la waasi la M23. Colonel Nanga, kiongozi wa muungano wa Mto Kongo, pamoja na viongozi wa M23 Sultani Makenga na Bertrand Bisimwa wanatafutwa kwa uasi. Serikali ya DRC inazidi kushinikiza jumuiya ya kimataifa kuiwekea Rwanda vikwazo kwa madai ya kuunga mkono waasi hao. Ripoti ya Umoja wa Mataifa mwaka jana ilidai kuwa wanajeshi wa Rwanda wapatao 1400 wanashikiliwa na M23 ndani ya DRC. Rwanda kwa upande wake inakiri kusaidia M23, lakini inasema inafanya hivyo ili kuzuia mgogoro huo kusambaa hadi katika mipaka yake. Hata hivyo, nafasi ya kuwakamata viongozi hao wa M23 inaonekana kuwa ndogo, kwani waasi hao wameteka mji mkubwa wa Goma na Bukavu, huku jeshi ya DRC ikionekana kushindwa kuwazuia. Na tukihamia kwenye michezo, klabu ya Simba inatoa pongezi kwa Wallace Karia, rais wa TFF na Sekafa, kwa kuchaguliwa kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji CAF. Simba inasema tunakutakia kila laheri katika majukumu yako. Na tukihamia kwenye soka la barani Ulaya, klabu ya Arsenal wana nia ya kumsajili winga wa Ujerumani Leroy Sané kwa uhamisho wa bila malipo mkataba wa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 29 wa Bayern Munich utakapomalizika msimu huu wa joto. Na hayo ndio tuliokuandalia leo katika Gavoo News. Ulikuwa nami Zulfa Rashidi. Usisahau kucomment, kulike na kusubscribe katika channel zetu zote tunazopatikana kwa jina la Gavoo Media. Tutakuwa nami tena mpaka wakati mwingine. Bye bye. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.